Baba Sandra kutoka tena. Hii biashara imeenea sana kwa mashule. Kwa sababu unapata ya kwamba hawa walimu wakuu ndio wanatafuta mtu anashona uniform alafu analeta shuleni. So wazazi wakati wanapeleka watoto shuleni wanalazimishwa kununua uniform pale kwa shule. Kwa hivyo ile kitu iko ni kwamba waziri anachelewa, hata alichelewa. Hii ni kitu ingetakana hao ameshatoa mwelekeo mapema ya kwamba wazazi wanunue uniform mahali popote, bora tu mtu alete uniform ile inafanana na shule, kwa sababu walimu wanakulia sana kwa hizi uniform. Unapata tracksuit, kama kuna mama moja nilibeba Mr. Kidi hapa Jogoo, mama anaambiwa tracksuit anunue tracksuit 2 na tracksuit moja ni shilingi 2,200. Hizo ni 4,000. Kusema kweli, na mtu anapeleka mtoto shule. Kwa hivyo waziri ahakikisha ya kwamba hiyo sheria imewekwa na imetekelezwa, kwa sababu hawa matapeli wameingia kwa shule kunyanyasa wazazi. Apora. Shule nyingi siku za leo haziruhusu mtoto akule kutoka kwingine. Wanataka mtoto akule katika shule, hata kama kutakuwa na madhara yanayohusiana na chakula, shule yenyewe iko responsible. So shule nyingi leo hii hata hapa mjini watu wengi hawataki mtoto atoke, hata kama umetoka na chakula nyumbani kwenu, ukifika pale kwa gate askari anakuzuia usiingie nayo. Ndio kitu nyumbani inafanyika. Lakini kwa ujumla Gidi, katika education sector katika Kenya kuna tatizo kubwa sana. Inafaa serikali iangalie hili na irekebishe once and for all. Mambo si mazuri katika mashule zetu. Hii system nakumbuka Gidi, wakati tukianzisha Amina Mohamed alisema wazi ya kwamba tunataka preparation ya miwili tuanze CBC ama CBE ndio tunavyoita leo. Lakini serikali ikawa na haraka kwa sababu kitu hatukuwa tayari. So before tuendelee, marekebishe mambo. Levi natembea kutoka Ngatarongai. Ogidi, mimi nimepeleka mtoto shule. Na hii ni mtoto anatoka grade 1 anaenda grade 2. Ogidi, mtoto kuingia grade 1 the same shule amesomea kuanzia grade 1. Akienda grade 2 unaenda kufanya admission. Na admission ni 1,000 mtoto ya grade 2. 1,000 Gidi. Na nikauliza mwalimu, hii admission ya kutoka grade 1 kwenda grade 2 1,000 hii iko na receipt? Mimi nataka mnipe receipt ndio niwe nikikaa najua nilipa mtoto grade 2 school fees pesa fulani. Niko na record zangu. Mwalimu aliniambia hiyo haina receipt. Nasikia Gidi. Mpaka nikajiuliza swali, kama mtoto ya grade 2 anafanywa readmission tena ni the same school, what about wale watoto wanatoka grade 9 wakienda grade 10? Wazazi wanalia Gidi huku nje, wazazi wanaumia. Waziri wa elimu Mr. Ogamba, tembea kwa mashule uone zile shida wazazi wanapitia, na hii pesa walimu wanachiekea kwa mashule, wanachukua pesa kwa wazazi. Iko kwa sheria ya Ministry of Education ama ni walimu wenyewe wanajipa?